Nikukaribishe kwenye Love Life Academy. Leo Mungu ametupa neema ili tuzidi kufundishana na kuelewa baadhi ya mambo ambayo yangeweza kutusaidia kwenye safari ya maisha yetu. Nataka nikuulize kitu. Wewe tegemeo la maisha yako lipo kwa nani? Lipo kwenye kitu gani? Lakini pia lipo kwenye jambo gani? Tegemeo lako likiwa kwa watu, kwa mapenzi au kwa kitu, hilo tegemeo litaondoka sio muda mrefu. Leo watu wapo kwenye mahusiano ambayo hawajui yanaenda wapi, ni kwa sababu wameweka tumaini kwa wanadamu. Leo kuna watu ambao wanatumika bila kujua wanatumika, ni kwa sababu hawajaamua kumruhusu Mungu ili acheze, atengeneze na jenge maisha yao. Ukiona haumruhusu Mungu kuwa ni mwanzo na mwisho wa maisha yako, ukiona una kiu sana na masuala ya ndoa au mahusiano kuliko kuwa na kiu na Mungu, unakoelekea sio kuzuri, na huenda itakuwa ni ishara ya anguko lako. Leo basi, badili mtazamo wa maisha yako, badili mwelekeo wa maisha yako, badili tegemeo la maisha yako, badili kile unachokiamini. Anza kuamini kwamba nikiwa na Mungu, Mungu anaweza kufanya jambo. Ila nikiwa na nje ya Mungu, ya maana mwanadamu anaweza kutembea kwa hila zake na akanidanganya. Ni ngumu sana kumtofautisha mtu wa kweli na anayedanganya kwa kumwangalia umbo lake la nje. Mwanadamu anaweza kuja, ni mkaka, ni mdada, anakuambia nakupenda, lakini moyoni mwake analenga kupata faida kwako, au mwingine anataka kuja kukuangamiza. Kuna watu leo wameuawa na watu ambao waliwaamini. Kuna watu leo wameuawa na watu ambao waliwapenda kabisa kwa upendo wa kimwili, lakini sio upendo wa kiroho. Hakuna upendo unaoweza kujengwa kwenye mwili. Upendo wa kweli lazima uanzie rohoni. Kabla ya kuoa, ni mara ngapi umechunguza kutaka Mungu akufunulie juu ya yule mtu? Kabla ya kuanza biashara na mtu fulani, ni mara ngapi umeomba Mungu akufunulie? Kabla ya kuchukua hatua fulani, kazi fulani, ni mara ngapi umeomba Mungu akufunulie juu ya kile unachoenda kukiendea? Ukiendea kitu ambacho hakijaruhusiwa na Mungu kwenye maisha yako, kile kitu kitakuacha somda na kitakuacha na maumivu. Leo ndoa nyingi zina maumivu. Leo ndoa nyingi hazisongi mbele, au ni vita kila siku. Si kusema zingekuwa na vita, ila tulipokuja kuoa tumeingia sehemu ambako hatujui ni pa aina gani. Sasa kwa sababu tumeshaingia, hatuna namna ya kutoka, basi tunatakiwa tuvumilie majanga yale yanayoendelea. Lakini kihalisia, Mungu hajaumba mwanadamu ateseke. Wengi tunateseka ni kwa sababu tamaa zilipokuja zikaleta dhambi. Zilipoleta dhambi zikaleta mauti, na hayo ndo mauti na maumivu tunayopitia kwa sasa. Kwa hiyo basi, amua kujua, kuelewa na kufahamu majira ya maisha yako na namna ya kucheza na majira yako, lakini pia kuthamini maisha yako ili uweze kuthaminika na kuwa mtu bora kwa Mungu na kwa wanadamu. Naitwa Apostle Johannes John. Napenda sana. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Thank you for watching.